Na mnatumai uko vyema pale popote ulipo mpendwa msikilizaji. Karibu kwenye muktasari la dawati la wingu mida ya saa 11. Jina langu Brian Kipngeno. Rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wameitia saini mkataba wa amani katika hafla iliyofanyika jijini Washington DC, Marekani. Mkataba huu unalenga kusitisha mapigano katika eneo la mashariki mwa Kongo, eneo ambalo limekuwa likishuhudia mchafuko kwa miaka 3 kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Baada ya kutia saini, marais wawili wameeleza dhamira yao ya kuhakikisha kuwa makubaliano hayo yanatekelezwa kikamilifu kwa lengo la kudumisha amani ya kudumu katika ukanda huo. Katika hafla hiyo ya kihistoria, Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Rais wa taifa la Kenya William Ruto walikuwepo kulishuhudia kutiwa saini kwa mkataba huo. Viongozi hao pia wanasema kuwa makubaliano hayo ni hatua muhimu kuelekea kuimarisha utulivu katika kanda la Afrika Mashariki. Mkataba huo unalenga kuzidisha vita, kukusanya na kuiondoa silaha kutoka wapiganaji wa M23 pamoja na kuwawezesha wakimbizi wa ndani kurejea katika makazi yao baada ya kulazimishwa kuyakimbia kutokana na mchafuko. Balozi la Marekani nchini Kenya imesema kuwa taifa hili litanufaika kwa kiwango kikubwa kupitia mpango wa afya uliosainiwa jana na Rais William Ruto akiwa nchini Marekani. Mpango huo wa miaka 5 wenye thamani ya dola bilioni 1.6 za Marekani unalenga kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa ya HIV, kifua kikuu, malaria pamoja na kuliboresha huduma za afya katika maeneo mbalimbali. Tume ya haki ya kitaifa za kibinadamu nchini Kenya imesema inaendelea kulifanya jitihada kutekeleza uamuzi wa mahakama ya juu ulioitaka waathiriwa wa maandamano kufidiwa. Mwenyekiti wa tume hiyo Clarice Oganga ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa ripoti kuhusu hali ya utetezi wa haki za kibinadamu iliyotolewa kwa ushirikiano na Frederick Naumann Foundation for Freedom katika hafla iliyofanyika jijini Nairobi. Na kwingineko msikilizaji, ni kuwa katika taarifa za kimataifa ni kuwa taifa la Marekani limesema sasa yupo tayari kuweza kulishughulikia swala la mapigano baina ya taifa la Marekani pamoja na baina ya taifa la Ukraine na taifa la Urusi. Hivi juzi tu limetokea baada ya Marekani kuweza kumtuma mjumbe wake Witkoff kwenda katika taifa la Urusi kwenda kulifanya mazungumzo na serikali ya Kremlin ili kuweza kulifanya maamuzi na kutafuta suluhu la kudumu katika vita hilo ambalo kwa sasa limekuwa likiendelea kwa muda. Kwa sasa msikilizaji, nimefika kikomo katika muktasari la dawati la wingu saa 11. Jina langu Brian Kipngeno.